Hello, good afternoon. My name is Dantos and the show is Uga wa Sporty here on CTN, where we create a world of decent conversation even when it comes to sports. Remember to follow us on Facebook, Instagram and on Twitter through our social media handles that are below on your screen, or my personal social media handles that are Dantos everywhere, Twitter, Instagram na kila mahali ni Dantos juu. Mimi ndo Dantos hapo, msee ako na rasa. Watoto wa Facebook karibu sana. Tell a friend that the show has already started. But pia kumbuka, tuko field kama kawaida. So leo tuko na the one and only Musa Otieno, Captain Musa Otieno. Atatuambia story yake, the journey about football, the journey about Harambee Stars, the current Harambee Stars, the current situation here in Kenya about football. Sitaki kuongea mob. Tuchukue break alafu tukam back tukiwa na Musa Otieno, the captain himself. Hi, my name is Musa Otieno, former Harambee Stars captain. My father, too many. Too many. Yeah. Wasuku mtano najiuliza, where did Musa grow up? Yeah, Musa, mimi nimegrow kwa familia ya watu 11, ni mtoto wa 7 na nafurahia sana kwa hiyo familia. Ni familia ambayo ukisikia ni mtoto wa 7 nakwambia ni familia ambayo ilikuwa ya wachezaji. So nilibarikiwa kwa hiyo familia. Mtoto wa Maringo, yeye anaitwa Marish. Life yako grow up ukiwa mtoto ilikuwaje in terms of football? Yeah, ni vile nimekuambia, kiangalia vile nimesema ni familia ambao ni ilikuwa madume, sasa ni madume. Najua kwa sababu msichana tu ni mmoja. Inakwambia football ilikuwa kila kitu kwa familia. Na ukiangalia tumetoka pia kwa very humble family. Na life haikuwa rahisi. Life ilikuwa tough. Na but ukiangalia mimi nasema kama football ndio kitu ilikuwa kwa meza. Because my peer brothers walikuwa naongelea tu kuhusu ball, unajua. My elder brother ndiye alikuwa team manager kwa amateur team fulani inajiita The Jaws. Na my brother second ball anaitwa Baraka Ouma, alikuwa mchezaji, anachezea form 1. Hao ndio ni kama walifungua hiyo club ya mtaa. Na vile nimekuambia tu ukiangalia high school, yani kwa nyumba ilikuwa tu ni football. Na nilikuwa na nyeni talent tulikuwa tuko nao because my mom alikuwa anacheza netball siku zake, siku alikuwa kama dam, unajua. So I think football ilikuja tu through our mother. Dad naye alikuwa late dad alikuwa ni carpenter, ya kucheza ball. But nafikiria football, passion ya football ilikuja through my mom. Na story ilikuwa kwa nyumba tu ni about football. Jumong education ulichuo wapi nini? Nilikuwa lucky enough, unajua shule pia si kwenda shule ilikuwa mbali sana. Nimesomea hapo Dr. Craft, ilikuwa tu ni kama yenye bell tunasemaga kingele ya pili ilikuwa kilia ama ya kwanza nilikuwa naisikia because nilikuwa sikuwa na need fare. So mi primary school nimeendea Dr. Craft, nikafanya Dr. Craft, nikaenda high school nienda Ufafa Jericho High School. Hiyo ilikuwa ile enzi za kitambo, hiyo 1990 Ufafa Jericho. Na unajua tu historia ya Ufafa. But naweza sema hiyo education nilipata kwa Ufafa. At least mimi football yangu ilikuja through that. But again pia primary school set Dr. Craft ilikuwa iko mbaya. Ilikuwa ni ufanye vizuri ndio upate opportunity ya kwenda Ufafa. So Ufafa ilikuwa pia ni kama academy ya place where watu wanakamini wanasoma na pia ball wanacheza. Ilikuwa ikifika saa ya ball ni saa ya ball, ikifika saa ya education ni saa ya education. And growing up, maparo zako umesema mzee alikuwa carpenter, the late mzee alikuwa carpenter, alikuwa na support mcheza ball? I think inaweza kumeni ajabu sana because napata mzee bana na mali niko hapa ni through his effort. May soul rest in peace. Nafikiria mzee kwa ni kulingana ile job alikuwa anafanya. My mom at that time alikuwa tu ni a housewife. For most of the time dad alikuwa anatoka early in the morning. Dad was a carpenter at Kariakoo Market. Alikuwa anatoka asubuhi anaenda jioni. Hakupata opportunity ya kuniona nikicheza ball. I think the only time ile alikuja kuniona kama anacheza ball ni ile time mara mbili kwa anacheza Nigeria. Ndio kwanza nikuhesabia hapo 92 ndio niliposaidiwa na FC Leopards. Alikuja kurealize kumbe waga unacheza ball wewe, kumbe waga mdeadly hivyo. Sasa yeye ilikuwa na understand hiyo time ya parenthood because ilikuwa ni wanaangalia food, watapataje food. Hapo ni ile time ya kumingle na watoto, ati unatembea na nani. As long as food ilikuwa ni ya dad, ile kuna food unaenda shule. I think na understand
unaona vile life ilikuwa, because hakuwa anatemea kwenda kuangalia ball, but alikuwa anajua watoto wameenda shule, akikam home lazima wase dishi but ile design atukwenda na mtoto ati sasa tuwe tembea na mtoto wako, I think ilikuwa iko, but vile nasema sasa ya parent na understand kwa nini, because hakuwa na hiyo time ati alikuwa ameandikwa mahali anajua Sunday ni kwenda church ama kufanya hivi, but ni dad alipokuja kurealize tulikuwa lucky enough kwanza tu game alikuja kuangalia. Me and my younger brother Eric Omondi tulikuwa partners in the central defender, so kuja kutana kwa national team ilikuwa first of all for me kuangalia, ilikuwa ni game kubwa na my dad was there in the pitch, nilikuwa nachezea my family, nilikuwa nachezea dad na unajua the late president alikuwa hapo, unaona, so ilikuwa ni a big day kwetu as a family, kuona father amekam na sisi ametujoin kwa terraces. But on the education side, making sure that it's okay, he was there for us. Tumongele club, your first call up kwa Harambee Stars kwa your big club, that is FC Leopards, which is sasa top league sasa. Feeling ilikuwaje? I think first of all for me, I think motivation ilikam sana kuangalia mali nilikuwa nimetoka, because nimekuambia ukiangalia pale Maringo ilikuwa tu ni kanyumba ka 10 by 10, unajua design unaangalia nyinyi kwanza mko 11 hapo, lazima utalala late na lazima utamka mapema. Kwa nini unamka mapema? Juma brother lazima wapitia hapo, unaona ile ya chini kabisa. So I think for me your passion will come. So 1992 tulienda kucheza inter-secondary schools in Mombasa, and I think that is where now the breakthrough will come. Nilikuwa nimedropiwa kwa timu ya kwenda Seychelles, because maybe sikuwa na godfather at that time, but God alifungulia tu njia hiyo Mombasa. I think mimi kwa nikienda hata ile time nilikuwa nacheza nikiangalia Mombasa na feeling that was where I break through. Nationals ilipokwisha, I think nilicheza, I was one of the best players kwa hiyo tournament, and that's where now team kama Gor Mahia come in, FC Leopards, Reunion, Bandari themselves. Tukauliza teacher, I think kulikuwa na a father figure anaitwa Mr. Makumi. I think for me alikuwa ni a father who was outside our house. So waliponitaka akaambia wase lazima uchalia malize shule. That is FC Leopards. That is FC Leopards. Hata hizo tu club, because nilikuwa bado niko kwa shule. Wakalia hapana. Yes mnataka kijana but lazima malize, because offers zilikuja design Bandari, Campus Home Coast, lakini akalia zi. So yeye alinitake kama kijana lazima usome. Karudi Nairobi nikaanza kutena Gor ile majioni. Nilienda mpaka na Gor Rwanda. Because I think nilikuwa ni join Gor. But nikiangalia naona kama dreams zilikuwa zinaingiana. Unaona, but pia amateur team ukiangalia videos zilikuwa hapo Intercontinental. Tumecheza ma games za mtaa ile ni I think zilini harden tu sana. So Gor nikatrain nao kidogo, nikaenda nao Rwanda before kuye ianze. Genocide ianze Rwanda. Nikapiga huko 1 week na Gor Mahia cheza na Pamzo. That's why I respect Samuel Molo, Pamzo kwa hiyo position. Nilipocheza kurudi akakopia wananitaka, but the challenge ilitokea design. Nilipoona angalia ndio opportunity imekuja, na kwa ile family nilikuwa nimetoka, nilikuwa na maybe that is where now naweza patia mambo ya school fees na whatever. So unaona guys 500 Kenya shillings zilikuwa zinajitaga Jirongo. Na hiyo zilikuwa jita Jirongo. Na hiyo Jirongo ndio zitokea 1992 sasa. So FC wakanipoach Mohamed Abbas, nikiangalia Abbas na mwana ni father figure to me again on the other side of sports. Kuna the late Jack Johnson ambao alikuwa coach wa Gor Mahia, but at that time alikuwa sasa coach wa Leopards. Wakani approach, wakaniambia kijana ni aje, unacheza ball poa, umesha sign na Gor. Unajua time ndio ilikuwa kama wewe ni Mjaluo lazima ucheze Gor Mahia, kama wewe ni Mluya lazima ucheze FC. Mimi am just an humble guy, nataka tu kucheza ball, unajua. Uangalie ukabila nini? Ukabila ama nini? FC kukuja akaniambia kijana ni aje, contract tutakupia kutoka form 1 mpaka form 4. Sijali. Na Gor alikuwa analia wacha tukupia hii nusu, nyingine itafanya nini? Itakam. Nilichukua opportunity ya kwa sababu nikuangalia life ikoje home. Burden nazaji easier my dad that burden. So mimi nitaka kucheza ball, wakakam, wakanilipia all that fees zangu za form 1 mpaka form 4. Ndio nikajiunga na FC. Hata nataka unashile feeling ya mzale filaje vile mwambia sasa baada ya school fees sasa iko kando. Kuna ball, kuna timu imeniambia nilipia fee.
That is FC Leopards. Alifilaje? Acha nikwambie kwanza mzee wetu kwanza yeye alikuwa hapana tambua. Unajua ni because hata hizi deals zote anapiga na FC, yeye alikuwa hata ajui. Unajua because yeye mambo ya ball kwanza bado maana anajua ile kidogo kidogo je mstaga game ya mtaa. Yaani ile ilifika ati FC wananisign, mother hata alikuwa amesema. Buda hata alikuwa ajui. Ilikuwa sasa zile deal mnapiga. Mabro anajua ndio ananiambia hii ni poa, hii idea iko poa. So Buda alikuja tu kurealize kuna kwanza kwa gazeti. Nimekaa chini kwanza nimepigwa matraki zingine za Blue na FC Leopards. Uko ujobo wajaluo naongea. Wewe mzee kule uko aje? Unajua kubali kijana wako bana Waluya bana mjaluo. So but ilikuja tukamkam because of my brothers. Najua ku understand ni mtu yeye ametoka mfaa na ukiangalia na field na hiyo opportunity imekaa wewe una ido mtu alipata shuleji ya ball na education sasa amepata tena opportunity ya aka ni support so long as mimi nilikuwa niko sawa. Unajua at least walikuwa wasema shule lazima utamaliza because hayo unapata 92 as a student family kwa ishafika. Kwanza kulikuwa na controversy design Goran bado mchezaji wao kuna vitu nilipeleka Rwanda na wako kuja katuhelpa Walunje at that time but hiyo kiangalia but beef ilikuwa fit hiyo time ilikuwa beef ya vita ilikuwa beef ya ball tu no beef ilikuwa beef acha nikwambie hoja sakasa unaangalia derby Goran FC kwanza ilikuwa ni wenyewe wewe player una feel yani design unajua yani ball ilikuwa na passion nyingine at that time na ile time pole cut short uko FC sasa ushaingia FC mnacheza na Gor sasa na kwa nini inafanyika hiyo ndio ilikuwa mtoto wetu anatukazia kufunga kwanza ilikuwa na mashemeji derby unajua unasikia kama shemeji yani design kwanza unajua kaza hiyo pande nyingine na kumshaenda camp mnaingia kwanza camp unapata jao sasa wana believe so many things in a way that yani ilikuwa challenge hiyo siku kwanza unaingia camp siku ya kwanza nyama inakuwa iko sawa siku ya pili hiyo chakula la kula jezi kwanza mlikuwa na jezi mpya zinakuja kwanza sijui zinanukaje juu ilikuwa yani lazima tu ushinde but crowd ilikuwa passion ilikuwa inaanza from home from the players themselves hautaki kuweka tu kwa mtu wa kwanza kuruzi mashemeji derby so watu walikuwa so excited players walikuwa wanajua ground hiyo imejaa acha hata ground yani that one week Kenya itself watu walikuwa wanajua FC na Gor wanacheza kama ulikuwa mambo mingi hiyo mambo na wacha weekend umepanga nini wacha weekend one week ushawacha because uenda tu cheze vitu zako na maybe ulionekana na mtu fulani mzee hiyo namba utaipata imeenda tu hivi imeenda tu hivi ukisema build stock kutoka FC Leopards ulilandaje South Africa wow I think ukisema South Africa hata inaweza kuwa ni mbali sana because again pia hapo 93 acha hata Tusker 93 bado kila mtu pia lazima kuwa na dreams na sasa mimi nikiangalia na dreams zangu zina come in nimecheza FC ni timu kubwa 1993 again as a student unajua anaweza sema niko lucky among the students in Kenya kuna player mmoja sorry to say so huyo player alikuja kaumia anaitwa Mwando ndio alikuwa anacheza kama center back kwa national team nikapata opportunity debut yangu ya kwanza ilikuwa ni Harambee versus Zaire sasa ile jitaga DRC sasa na as a student wali kucheza ball vitabu yani ili sijali hiyo hizo wasoro kuna kamgrau kuna ball fika sasa hiyo siku kwanza game ilikuwa za Kinshasa ndio huko kwetu walikuwa wametupiga 3 nakwambia kina Motego unajua babake Divox sasa amekokot sasa ndio walikuwa wacheza nao mimi ndio nilikuwa tu mtoto kina Tigana kina Dach Samio Molo Onyesa alikuwa shaingi yote nani Onyesa bado alikuwa sasa mimi ndio nilikuwa kijana sana kama kuna mtu alikuwa baadaye sasa so debut yangu kwanza nilikuwa Zaire bana nilikuwa naingia kwanza stadium unasikia sasa usiga hili ngala wacha hili sisi ilikuwa zile dance watu walikuwa wanacheza huko sisi ilikuwa ni kama dance watu walikuwa mwachaga 3 years ndio sasa watoto wanacheza hii dance bagezi watu wanakuja nayo unakuja huko nyimbo watu walikuwa na dance hivi walikuwa hii yenyewe ndio hii ilishaishaga hawa kuna ingine sasa wala ingine anaingia kwa market mzee lakini nilikuwa na feel so proud as a young player wala tulikuwa nao around on support first of all to represent to my country wenyewe na dreams na kama but discipline role models nilikuwa nao mabro fame kuingia kwa kichwa wangu ndio kutoka hapo nikapiga 2 years nikamaliza shule form 4 sasa ndio Tusker wakakuja sasa Kenya Breweries umecheza FC sasa kuna job hiyo kitambo ilikuwa watu walikuwa na tu ukipata kazi unaondoka sawa so walipokuwa na offer job na FC pia nishamaliza shule so what next wasa wakinaudia wanafanya job mimi nikakimbia haraka kwa job nikapiga Brewer 2 years na very good quality players hakuwa na a lot of pressure kama FC because of the fans madabi manini lakini again nilikuwa na very silent derby Brewer ilikuwa tu unajua ball wewe ndio ucheze ball
So again, sometimes in life unapata friends, unapata people wanaokuwa na wewe. Kuna a journalist at that time nasema, nikiangalia kamera hapa nasema Elias Makori, naweza kuwa niko mali niko because of a friend ule alikuwa ananijua, alikuwa anajua tu ball yangu, na alipokuwa ameenda South Africa 97 walikuwa ameenda, I think kulikuwa na media program on that side, so alipoenda kule akapata opportunity, wote walikuwa wanaenda kwa seminar, akaona team inacheza, akaona hii team hizi kwenda maybe icheze vipoa, kuna a bit of a problem kwa defense. Alipoangalia team akasema, akaenda kaongea na mdosi akamwambia kuna center back fulani anaweza kusaidia. No, na mimi Makori ni Mkisi, somebody who I don't even know, but with a good heart akaangalia ni aje mchezaji ukijana anaweza msaidia aje. Kuja na Friday at that time wapata nilikuwa nimeendaga Germany, mimi na brother wangu trials tulikuwa St. Pauli na Stuttgart. Kurudi ilikuwa ni Friday, mimi nimerudi sikupata opportunity ya kucheza huko. Tiketi ikakuwa Sunday, Monday mimi tena mimi wa Cape Town. Cape Town nayo kiangalia kwanza weather ilikuwa ndio hiyo, but niangalia nilikuwa nimetoka wapi. Sikutaka kujua kama ni Africans ama ni Kosa ama ni what. Mimi nilikuwa ile tu, unajua ile tu ni watu za Maga Nigerians, the goal getter. Wenyewe nilisema siwezi rudi. Ulika South Africa. Kwa South Africa, first of all napata ile kitu nilikuwa nimelearn Germany, a good player uko quiet. Nilileta sasa ile design nataka na demand. Na ile mistake ilikuwa nimefanya kule. Wenyewe nilisema God amenipatia opportunity nyingine. Kwa nacheza simple football ambao ni only easy. Just do the right thing. Kama ni pass unapiga pass, kama ni kwenda juu unaenda juu. So nilitumia a lot of my strength. Juu again ile kitu kuja ikanisuit sana. Ball ya Cape Town ilikuwa ni long ball. Juu again naweza sema colors wanaangalia sana English football. Ilikuwa ni how fast ball na come, na nilitumia sana strength yangu ya center back. Again pia nika create a family ile wakani make my job ikakuwa more easier. Juu mimi nilikuwa nasema nilitoka wapi? Nilitoka Marichi, nilitoka Ghetto, nilitoka Mali, nilikuwa naruka study. Unajua mimi nilikuwa study Motego akicheza na Coastal Union. Champali yangu moja kwanza ikapotea. Unaona tena ni kutoka mbio kurudi home. But nilipata hiyo opportunity ya Cape Town. Nilika 1 month for trials na sasa nilikuwa cheza national team. But nilipo sign, yenyewe kusema kweli the first signing una sign unagongwa. Because you don't have an agent, or you life iko aje. At that time niko Brewers nilikuwa napata 3,000 shillings a month na niko Breweries. So nilipo come in wakaniambia mzee ni aje tutakupatia 250,000 at that time. Wenyewe unaangalia ni do mob in Kenya, but at that time ukaangalia ilikuwa 2,500 rand, which was less. Ukamuka una ball. Huko Kenya uko sawa, lakini huko ni peanuts, unaona? But again nilisema kwanza nikishaingia tu kwa setup itanipeleka to the edge. Unaona? And tutungelee Harambee Stars sana kwa sababu watu wengi tumegrow tukiona kama Musa Otieno the captain. Umekuwa the longest serving captain wa Harambee Stars. Just tu kipatio jazi ya Harambee Stars ni feeling gani mtu uko nao kama player? The same question with Titus. Nataka kustopia wewe pia feeling gani, una feeling aje ukipa hiyo jazi? Imeandikwa Kenya, unaingia ground unapata enzeni kwanza moyo yako na hata ground. Unapata president hiyo mafans ndio hao. I think kwetu kulikuwa ni passion ni kwanza watu wanapenda ball. Kulikuwa na mambo mob, ilikuwa ni either athletics ama football. So unapata ball, yani mimi kwanza yani naweza sema ilikuwa part of my dream. First of all hata kucheza national team. Unaona? Na nilipopoa jezi ya kwanza kuvaa, I think nilikuwa ambassador. Unajua watu wanasema kama ambassador. Sisi nyewe ukichaguliwa kufight hiyo country, imagine ukiangalia kwa watu wote population ile iko kwa country na wewe umechuziwa tu kuvaa the name ile iko in front Kenya. Unajua? So unasema I want to fight for my nation. So nilipokuwa timu na Kenya, and then pia kukuatia an armband. Again ilikuwa another plus. Because nasema kuna madhangu, kuna shosho yangu, kuna mtu mwingine akupata that opportunity. Mimi nimepewa ni fight hiyo country. Nimepewa nionyesha watu we are the best. Wala nimevaa hiyo jezi. Mimi yenyewe sikuvaa jezi because nilikuwa na Godfather. Nilivaa jezi because I was the best in that position at that time. Na nikivaa nilikuwa najua I'll fight for my nation. But how can I fight for your nation? Lazima ujue nation yako yuko, maana unataka nation yako iende. So each and every situation nilikuwa naingia kwa kiwanja najua Pezi anatuona.
ukimwona amekuja kwa study, unaona nikiangalia madhangu, nikiangalia brother yangu, unajua hapana. Ni only 90 minutes. Hoja leo sababu chakra 0-0. So hiyo chakra 0-0 ilikuwa every time unajua ni 0-0. Unaona ni either we maintain ama mpate, lakini msichague. But kulikuwa na challenges. But it was my pride to represent my country. Game gani ulicheza Harambee ama game gani Harambee ulicheza ukiona Amba mpaka sasa hivi sahau? Wow. Game kwanza kwa kapi. Kuna game 3 naweza kuambia. First niko na unbanned. Ni game ya Kenya versus Nigeria. Yenyewe nilingia hivi kwa study. Kwanza nika freeze. Because ile game kwanza saa 12 tuko Safari Park. Yaani mafans walikuwa nakuja. Yaani kwanza vile ilikuwa imepigwa debe. Unasikia tu kelele kwa ilikuwa imepigwa debe for that week. And then nilipoingia hivi kwanza, ile wasema ati kwanza hebu ingieni kwa uwanja kwanza msikie kwanza ati kiwanja kwa aje. Niliingia kwanza nika freeze kidogo na mimi ndio nilikuwa kapi. Unaona game ya pili naweza sema nile time nilicheza na Guinea Bissau nikipiga penalty. Na Guinea ilinifurahisha sana na ni game ambao mpaka moyo akasimama. Unajua and then ya mwisho I think ni a game ile nilikuwa najua niko Cup of Nation na mimi ni kapi na represent my nation. Unaona I think hiyo ilinisaidia tu sana. Una get? So again kwa captain in the Cup of Nation ilikuwa play a big role. Unajua nasema Cup of Nation nisema politely, nasema ina hashwe yenyewe kama ni player na unajua Cup of Nation is our World Cup of Africa. So as much as you can unajaribu kucheza kwa World Cup. So mimi nasema yenyewe niliachieve ball yangu Africa. Unajua kupiga mpaka Cup of Nation I think ilikuwa a big plus. That is the World Cup for Africa. So Musa umeongelea about captain Africa Cup of Nation World Cup ya Africa. Nilikuwa na interview na Ghost pia akanipigia story hiyo Africa Cup of Nation, but atakusikia the other side of your story. Hiyo siku mumequalify they know amepiga shot pale Kasa, mumeona sasa mnaenda Africa Cup of Nation. After two game imeisha hivi dressing room nini ilikuwa inaendelea kwa dressing room? Wow, kwanza I think ukiangalia hiyo Cup of Nation before the game ya Cape Verde. Yenyewe mimi hata nilikuwa nisema na players ndio jamaa, mimi nimepiga game sana. Na ni kama siwezi survive. Unajua siwezi endelea na national team because dream yangu ilikuwa kucheza Cup of Nation. Na nikiangalia naona vile vitu zinaenda, I think kwa changing room hata nilikuwa nishaambia majamaa kwa hiyo wiki. Na at that time they know Dennis alikuwa pia roommate wangu na ni Muyang na I think niko so lucky each and every player alikuwa na come. Muyang nilikuwa napewa that opportunity kukaa naye maybe kummentor kufanya nini. But Deno akasema wewe kochare wewe kapi bana usijali. Tutafanya tu mambo. Hauwezi retire. Tutafanya tu mambo. Anakupatia moral. Yani design unajua ulikuwa ushafika mahali unangangana na ifiki. But ukiangalia yenyewe nikirudi back all my histories I think ilikuwa ni after 10 years team ya primary school represent Nairobi, after 10 years of Fajerico ilichukua cup ya secondary nationals. Sasa miaka 10 Harambee Stars ilikuja fika Cup of Nation. Kwanza hiyo bao ilipopigwa I think mimi kwanza nilikuwa na machozi ilitoka because nilikuwa naona kama dream yangu tena come true kwa sababu Kenya ilikuwa imekaa for 10 years hajafika pale. Ile ilikuwa ni another level but kwanza kuqualify nilikuwa nimeona nimesha make mark. Ndio ukiangalia pia hapo hata nikiretire niko sawa na bado pia napata goals nilikuwa nazo za kwenda Cup of Nation. Because nilikuwa napata Cup of Nation Kenya nilikuwa niendaga game ya kwanza inapigwa ama bao ile amefunga ilikuwa ni penalty. Nilikuwa jay win ende game yoyote. Unaona sasa kulikuwa na goals but again for me hiyo game ya mwisho yenye ile joy ilikuwa tuko pale hata tulikuwa atuangalie mambo ya dogo. Yaani ile tu furaha tumequalify. Unaona ni feel niko okay and ni feel I think achieve my goals. So achieve goals zako kwanza mmeenda Africa Cup of Nation. Mshafika Cup of Nation game yenyewe first. Feeling ilikuwaje? Wow, I think first of all achieve after 10 years achieve. Lazima tunakwambia kwanza kwa sababu unaangalia Cup of Nation je preparation na come in unajua hiyo ndio time unaangalia pool kwanza unaangalia pool yetu ilikuwa na Senegal ilikuwa inapiga na kina Al Hadji Diouf at that time alikuwa anapiga Liverpool.
Ukiangalia pupa, yani hiyo timu yao ilikuwa timu noma. Yani wako France, sisi wewe kwanza unapata allowance yetu kwanza ilikuwa ni $30. Unaangalia unashindwa aje. Alhaji alikuwa ni lakini ulikuwa fit kwa sababu at kwa essay. Essay gani? Mado gani wewe unaangalia? Unakula mado ilikuwa ilikuwa much better than sisi tuwezi compare na kina. Unajua mtu anapiga Liverpool, wachezaji wetu wengine walikuwa wanakaa ati Liverpool inacheza. Na wanacheza national team na watch. Na sasa wao ndio kummark. Unaona? Kwanza alikuwa tunaingia hivyo Tunisia kwa airport kwanza, yeye kwanza aliingia hivi na bodyguards kama watatu. Wamemsarau. Mnaona hiyo zamba unda jamaa ndio kuzana Sisi kwanza hii noma hii. Unaona polingio anaangalia hapo wakina Kanute. Kanute sasa anapiga game huko Spain. Hii mko mtaani allowance yako hata hata kwa airtime Tunisia una. Unaona? Ni chapa tu game tumefika hapa chapa game. Ujibambe. Again goals zetu tulikuwa tuko nazo. Tulisema nyewe tukashinda tu, yani kulingana ile records tulikuwa tuko nayo ya national team. Kama tutashinda tu game moja, sitakuwa tumeachieve. Unaona? Game ya tatu kwanza unapata again ile kitu tulikuja tukalan. That was high level football. Ukimake mistake tu kidogo unakuwa punished. Na ukiangalia bao zetu zote tulikuwa tunafanya ilikuwa tu through a small error. Ile kuna error unaweza fanya kwa ligi, kwa klabu. Unajua kwa hizi qualifiers na uwezi piga pale because saa pale ilikuwa ni the best na wamefika. Unajua tulipiga blanda zingine tuliland the hard way. But places tulikuwa na wanyonge. Tulipata country kingine kaitwa Burkina Faso. Mkawachapa ngapi? 3. Hao walikuwa tu 3. Tukajua pia yeye pia sisi tuko sawa. Sasa Tito alikuwa ananiambia Mickey Ocha alikuwa anafanya ile pena yake alichapa Africa Foundation. Sisi ndio tulifunga watu 3. Sisi ndio tunatoa hiyo record. Sisi ndio kwa hiyo record sisi tulitoa kwa matatizo nasema yako. Mimi nasema sisi tunasema wenyewe tulishinda kwa nation. So kila watu wana goals zao. Kuna wale wengine countries zingine before watafika Cup of Nation wana think about winning the Cup of Nation. Unajua countries zingine ndogo una think hii step ya kwanza itakuwaje? Tutakuwa consistent kwa kuingia Cup of Nation. Juu kama mnakaa for 10 years ndio muingie, 10 years ndio muingie, wala sio wako aje. So na zile ma difference uko napata. But tukasema tu tukipata tu mnyonge mmoja. Mnalala naye. Tunalala naye. Anyway Musa, before to the break akachukua break, lakini before to the break nataka utoe hii notion. Kuna wase yuko nje ma fans wanasemanga before to the Stars lazima uko na Godfather. Nataka clear there whether it's true or false. I think hiyo kitu naweza sema ukiangalia kama hiyo ni opinion za fans hapa. Unajua? But sometimes unapata kama coach nimekuwa hiyo side na nimekuwa side ya fans na nimekuwa side ya player. Unajua sometimes Cup of Nation ama national team unaenda na the best. Coach anakaa yuko na philosophy, anataka vile timu inacheza. Unajua sometimes ukitaka kubomoa nyumba lazima uangalie tools gani unatumia. Unaona? Uweza kuwacheza poa but coach ana feel bado kulingana vile anataka kucheza. So kuna hiyo notion watu wanakujaganya yule alikuwa gampoa kwa nini akukaa mama na kama click. Unaona? So hizo zote wagani opinions za fans na vile coaches anataka. So mwaga na believe wenyewe ukipoaga hiyo chair ni better sometimes tu kuangalia. Hiyo ni decision yake. Wacha acheze to criticize after game ishacheza. Why did you do this and that? Every time ana reason yake. But coach ameita team already hajacheza au shambonda. Na get hata yeye mwenyewe is a human being. Unajua na kama na anashindania. Anatembea huko around na hii puzzle inaweza ika 1 2 and 3. Nani confirm sahi but kulingana vile nataka. Unaona? But hizo ni vitu watu wanasema. But me niko part of them. I think kulikuwa naenda na ile kitu na feel iko vitusaidia. Set Godfather manini. Set Godfather. Lakini kitambo mimi nasema sometimes watu wengine wanasema huyu anacheza because of but again according to the coach vile anaona player anaanza cheza kulingana vile anataka kucheza. Unaweza kuchaguliwa leo na huyo coach kesho kwingine ukachujwa. Mimi hata kwa time nilichujwa na coach. Unaona? Because alikuwa na feel pengine Musa haufai kwa hii system. Mwingine anafai. You take his opinion but kama ingiani sasa hapo ndio kwani why? Tuko na hizo sessions pia. Nataka tuchukue break tukikam tuongelee ball ya Kenya. What next for football of Kenya? Alafu pia Msotena anatuambia take zake za mwisho, maplayer wake watatu, the best acheza nao wakina nani. Tukikam. Welcome back, show ni Uga wa Sport hapa CTN, where we create a world of decent conversation even
when it comes to sports. Tuko na the famous, the captain himself, Musa Otieno. Tunaongea naye about life yake ya football. Kama tujoin yetu wa Facebook live pia na kama tunaona pale mtaani. Give us your views. The phone number ziko hapo chini 0728 316 317. Watu wa Facebook amjachelewa sana ndio tumekam. Musa, hapa sahi hapa Kenya ligi yetu si kama kitambo enzi yenu. Ni nini atufanyi right saa hii kitambo mlikuwa mnafanya ama kitambo ilikuwa inafanyika? Basi unapata sana kama ground siku hizi wasa support team za Kenya, unapata wasidi wako na matimu za Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester, unapata mpaka msana kama game ya FC na Gor ya Manchester. Yani imefika hapo. Ama unapata for example niliona kuna timu niliona coach ako touchline na jezi ya Real Madrid. Nini mbaya na Kenya? Game gani uliona? Ilikuwa huko coach alikuwa Kisumu All Stars kiingia kwa ligi. The late nani? Huyo alidedi. Au sijali, Omino. Omino ba. I think unaweza sema maybe ball ya kitambo na ball ya sasa kuliko ni two generation. Naweza taka pia kwa more tactical. Like kwa sababu nimekuwa kwa both. Kitambo ukiangalia hatukuwa na APL ilikuwa, lakini marketing haiko kama vile sasa. Unajua kitambo tuli grow up tukijua kuna Gor Mahia, tuli grow up tukijua kuna FC Leopards. Tuli grow up tukienda stadium, unajua ni a fun place, a place where unaweza ingia na mtoi wako ukaona ball, mtu akachapwa ukatoka uko safe. Unajua a place where ulikuwa unasema sasa hii ni Sunday, is it a safe place kwenda? Unajua mimi naenda napenda ball, nataka kuona Kenyan football. But unajua ilipokuja pia vitu zina change. First of all, security ikakuwa ni noma. Unaona huwezi peleka mtoi wako ama huwezi enda kwa study ukajua game inaisha. Unajua tu game ishi bila mawe. So unaona hizo risks ziko zinatoka. Unajua ukiangalia pia life imekuwa inakuwa ni maybe EPL po come in, the marketing side ikakuwa poa. Get ikakuwa unaenda kuona hata newspaper, hata watu wa media wanasema pia mmechangia sana a lot on the other side, because unaweza pata a newspaper ya kitambo. Mimi nikikam nilikuwa nakata John Bobby Ogola, nilikuwa nakata Murila na Mohang. Lakini sasa tunaenda kwa newspaper ya Kenya unapata ni player wa Liverpool mwingine hata umjui, picha bigi sana. But picha ya mchezaji wetu ile kwa tunafollow nataka kama so ndika dogo hivi, unaona. But again, because of the mileage of Japan, unajua sasa so many things have happened in a way that kitambo mtu kwa sema unaweza chezea Gor, chezea FC ama uchezea Brua ndio upate opportunity ya kuenda. Sasa hizo timu hazina do, zina struggle. Wewe pia una familia hapa. Kitambo ulikuwa unapata by the time uko na familia maybe ulikuwa na 24 ama ulikuwa na 30 ama ulikuwa na 31. Sasa unapata mchezaji yuko 20 already na yeye mmoja kwanza anajijua. Sasa kuna hizo mambo unasikia kama mogoka. Seti kitambo jabare vitu ziko tu mingi. So unapata yani tuna life inakuwa so demanding. Already wewe ni kijana pale, sasa unafaa kuwa unacheza ball, already uko na familia. Unaona? Sasa utashindwa do ikam, family kwa hapa stress, wewe mwenyewe ujijua wanakucheki. Unajua pia sasa hii kitambo kwa na fun. But sasa kuna fun. Unaona? So what can you help? Vitu zimechange. Tunaweza market aje timu yetu zirudishe mafans kwa kiwanja. Unaona? Tunaweza fanyaje activities mtoia na jua wacha nikuone game. Na kama mimi nilikuwa naenda nikiona Motego, nilikuwa young player. Unajua kulikuwa naingia 10%. Unajua unaendaga kama una brother yako, unajua 10% ile dakika 10 za mwisho ndio gate zinafunguliwa. Ndio uingie. Na bado watu wako wengi. But mimi nasema security, nasema passion pia ukienda pale unapata nini attract. Mmoja anasema players ama athletics wanauza their song ni kucheza ball. Kuna watu wanapenda Liverpool, kuna watu wanapenda Arsenal. Their brand of playing ile kitu wanacheza unataka kukaa ukaona. Sasa ukienda watu wacheza tennis. Unaona? Sasa ukienda una kitu iko hivi, ball si entertaining. Siwezi kuja kuba hiyo CD yako. So lazima pia our style of play kwa a brand, good brand, mtu ataka associate na watu fulani. Unaona? Unasema nataka ucheze hii club itakupeleka mahali fulani. Incentive wise, marketing wise, are we there? No. Ligi inachezwa, come the end of the season team inapata 4 million Kenya shillings. Unaona? Na that is the end of the year. Team maybe big club budget yao kwa mwezi ni 5 million. Imepita hiyo 4 million na pesa. So that is a big loss. So is it a hobby ama ni
Na 2 years sasa hii Gor imeshinda ligi, wajana na home na do. So wewe niambie hiyo ni biashara gani unafanya? They're not selling players because hakuna development. So kama they're not doing all those things, passion itakuwa. So all that in a sum up kwa kitu moja, who is to blame? I think the government, the ministry. Ojo, usiseme government. That is something which nataka kukata sana kwa watu. Who is the government? We are the government. No. We are the government. We are the ones who is making the government. So mali huko, what are we doing? No, because everything ni gava. Gava hajaifanya kitu, tuko na amefanya kitu. Unaget? Tutalia kiwanja. Okay, hiyo fund ikikuja na kuja pale chini, inafikia wachezaji. Wewe si mtu wa gava, wewe mtu wa mtaa. Passion inatoka wapi? Kama inatoka kwa passion. Mdosi anakam kitambo alikuwa anatumia platform ya football kuko elected, maybe MP, maybe mayor ama whatever. Unaona? Hao watoto tukiangalia pale kwa the political angle, walikuwa sports people. So what are they doing to the sports? Amoni anatopa kasahau. Walienda akasahau. Watu wangapi walitumia channel ya FC Leopards kwa politicians, member of parliament, ama kwa president wa FKF, ama kwa president, na nini walifanya? Kuna Sambu, Peter Kenneth, wote tukiwa name, what have they done? Tukianza kuangalia upande, walitumia wakaenda. But sisi tuko pale chini, what are we doing? Maybe mtaa, maybe maliwa huko, ile position kuna ni tutasaidia. Pia federation lazima educate, and that's what we are doing now at the moment, because ile coach anakuja kwa Andol Musa, anamwandolaji ama mtoto mdogo wa 10 years anajua lini ana handle, unaona, but they cannot do alone. Wananidu kila mtu kwa hii ndio problem tuko nayo. How can we solve it? Unaona, hakuna mtu anaweza fanya peke yake. Musa, ukiligia Kenya na South Africa, ukicompare nini South Africa wanafanya ile Kenya tuwezi fanya? I think for me is like an example ya majuu wote ni Africa, kwa sababu sasa tukiangalia unapata the best at least countries that are player for is South Africa. I think me nasema in South Africa football is not a hobby. Football is a job. It's a job where you are going, you are earning good money. Money unaweza feed your family. Niko hapa sasa hii at the age of 47 because of South African money. Na get. Siko tu niko pale juu, but whatever I got najua imenipush. But nikiangalia mchezaji yule anacheza naye na iko Kenya, na iko at my age, hustaka kumuona. Because football ilikuwa ni hobby. Unajua ni hobby that mtu anakam ni kama anakufanyia favor. Unaona, mtu anakam anakupatia do, uwezi hata unajua uwezi sema nicheza ball Kenya nimekitengeza kangu na ido. Maybe now, because at least now there is a small lessening on fear or whatever. But we just need to change football style. Kusema football is a professional job, it is a job. You need to get good money, you need to be looked after. So when you retire, unajua hiyo ndio umepata, inaweza kusustain na familia yako. Unaget? In fact, look at all the maybe former players, all wamecheza ball, do they have the family? No, but siku alikuwa anacheza alikuwa na familia yake. Alipoacha kucheza akaingia boss, maybe frustration, unaona, maybe because of sayana do marriage may break because of resources, unaona. So we need to check that in a totally different angles. Hizi corporates tuko nao zinaweza build sana na hata prezi. Hizi company tuko nazo ziko mob sana. These guys are paying tax. You do help kama inaweza kuinapeleka pia kwa kusupport sports. And that is what South Africa is doing into football or any other sports. South Africa ukiangalia team, the moment team imeingia kwa Premier League iko na sponsor. Why? CSR wanaifanya na club. So hapa tuko na kampuni ngapi? Mob sana. Sisi sasa hizi maklabu, sasa tuko na county. Kwa kila county zina support. And juu umeongelea sana story ya club, nataka tusitaka kwa club kidogo tu, kwa sababu hapo ndio ligi na za weekend. Na hatujui kama kuna matimu pesa zapata walkover. Wewe kama former player, ukisikia team iko kwa top league, alafu inapatiwa walkover kwa sababu ona ndio kufika mtaani wacheze team Nairobi, ni feeling gani wewe kama player unakuanga nayo? I think first of all kulikuwa na ile FIFA kuangalia kama vilabu zinado. I think walikuwa inaitwaje, something like to determine wale ndio wanakuja kuchukua team, lazima wako na something in their kit. Lazima kuwe mtu anaka kitu kwa mfuko, ndio ile anapata kwa ligi, because kwa ligi hakuna sponsorship ile ndio ina come in. Unaona, ni hati kuangalia mchezaji ama timu wote wameprepare timu. Angalia timu kama Sony, angalia Nzoia, angalia Chemo. But unajua kitu fani ni hizo timu zote ziko na jina za corporate. Sasa kwa sababu mtu alipokuja pale kwanza aliona hiyo mambo ya sports ikatike. Unaona, a good example nikichukua
a team kama Chemo. Chemo ilikuwa na very good system ya youth players. At the moment one of our top center back alitoka Chemo. Unajua Chemo got some money from somewhere. Transfer huko kijana. What did they do with it? Wakiangalia kama kijana mmoja alipata do hapo, basi na maanisha kitu walikuwa na do the right thing. What can they be doing to be selling players? That's what nataka kusema. Niko nasema football isiwe tu design. Nyinyi mnabaigi na nyinyi msema. No. It's a big sport. Na marketing wise on a job side. You can be having players and come after 2 to 3 years you're selling them. You're doing inafanya nini? It is a business. But ukiangalia tu do inatoka na kuna kitu inakuja. Unaona, but on the corporate side hizo money lazima accountability. That is one of the big problem in pale. Because mtu anakaa ni mdosi, do inatoka lakini hakuna kitu inarudi. Alipewa timu kuje kula Nairobi malipapoa anapeleka timu malipabaya. Unaona? So kampuni inakaa inasema what are we getting from? Yes, kuna marketing inakuja kwa nini? But tulitoa do fulani kwenda. Again nasema tu accountability. And kuna malume sema uweze blame government. Nikiuliza tu swali kama historia, for example, Gava, mimi nasema Ministry of Sports. Do you think government inaweka tu pale ule jamaa as a kickback kwa sababu to support campaign? Sasa tumpatie kwa sababu tunamjua. Instead kwa sababu nasikia watu wanasema tukipata mse alicheza sports hapa, either football ama mse akona damu ya sports athletics akiwa minister, vitu zitaenda sawa. I think mimi kitu nataka kusema kwa Gava, obviously I maanisha ati kama ulikuwa player mzuri utakuwa good manager. Na get. But kama tuna structure poa, wenyewe mtu anajua Musa iko pale, kama kulikuwa na do ilikuwa inaingia kwa hii inaenda kwa hii sports, inaenda kwa hii sports, inaenda kwa hii sports. But kuna yule mtu iko pale accountability na structure inajulikana iko hivi, mimi sina problem. Tutaweka ule mtu alicheza na hizi account for hiyo kitu nini itatokea? Itakuwa tule kama mtu sports. But again that is how we grew up. Kwa nini aliweka ule mtu alimchagua? Because ni trust. Unaona? Ni trust kwa sababu it doesn't matter whoever comes there. Alinichagua ama kunichagua. Can he do the job? Yes, mpatie job. But huko kwetu hii do inafaa kuwa allocated to this part. Nikipatia hawa say do itafika. No, that is the most important thing. But the challenge wagani mtu wa sio sports iko pale. Do iko supposed to do you have a calendar ile akikuja akisoma aseme in football ana competition 1 2 3 and 4 before the competitions zianze come early, hawezi kuja after 1 week kuja uitishe do. Kila mtu lazima kuwa anajua do yetu ya futi iliyokuwa ni 100 million. Hii 100 million lazima tujipange. So ukienda pale kulingana na the budget ile iko pale, why not? But because ministry iko pale, wewe una come anytime tuende ministry itasaidia. Pia them they having the budget. But how are they involved? Kwa lazima kuna watu kwa ground watu wanawasaidia hizi dozi ifanyike kitu fulani. But sisi we have so good kuandikwa but we apply it ndio shida. Stake on the spot, but unajua kila mtu ako na this anywhere kuna uzuri wako na ubaya wako. Watu watakupenda, watakuchukia. Na sana watu watakupenda kwa unafanya kazi. Kama ufanye kazi sasa watu watakupenda. Current regime wenye nasimamia bola hapa Kenya, that is FKF. KPL imekuja kwao sasa, hao ndo manage. And to say the truth, according to us sisi watu sima journalists wa sports tunaona regime KPL ilikuwa they were doing nothing. Watu walikuwa na blame, wako wanapata support kutoka kwingine. Sasa hivi kama kwingine. Talking about last KPL na hii KPL iko hapa. Kuna light at the end of the tunnel. Kwa hii nini kwa ligi ya Kenya? I think ukiangalia mimi nasema kuna the good side ya mdosi na kuna the bad side ya mdosi. Na ukikuwa pale juu utapenda watu wote. Unajua hata Jesus Christ mwenyewe watu wako wanampenda. Si ndio? Back office wake wenyewe. So who is the president ama who is Musa Otieno? Kuna watu watakupenda, but are you doing the right thing? The only challenge wagani hivi. Unajua kwa nyumba hata uko na kikombe mali fulani, mtu yeye amekuja ameitoa mali liweka, utakuja utazusha. We normally don't want change. Ukiangalia ile regime ilikuwa kwa pale, walitupeleka tu level fulani. Unaona? But when all they started with the team. Unaona, kama mstart with the team, kuchange si every time tukikaa mahali tunataka kuchange vitu ziangalie vile zinakusuti. Inafaa mtu hata Musa akiingia pale ndani, can he work with whatever is there? Una amend to one or two things. Unaona? So when the relationship ilipotea from last one na the new one, KPL na FKF at that time,
lazima fight ingetokea. Because huyu ndiye ana control ball, wewe umepewa kumandate ball. But mdosi wako umeshakosana naye. Ni itafanyika. Nyasi ndio inaumia. So when now wao wame come in, makosa yao walifanya the last one. Na this time wao wame come in, tuwapatie chance. Kama what did they learn from the last nini ilikuwa pale? Unaona? Watu wanataka nini? Unaona? Tusiweke watu pale because they are our friends. But friends inakujia nini? Inakujia trust. Unaona? So but mimi nataka sana players wa feel okay. Players wa feel design. Pocket yangu iko okay. Nikimaliza ball, niza kachini nikiambia mtoto wangu ende ukacheze ball. Unaona? Mimi sasa ninaambia mtu wangu ende ukacheze sports. Mtu mwingine anacheza naye kitambo anaambia hata kuji study because ni kama ilimharibia nini? Jina. Ilimharibia jina. But all of us needs to have one music. Unaona? All of us needs to know that this is Football Kenya Federation. Dina run football. So tukiingia now, what are we going to benefit? Need to benefit. But kama utaingia now, uta register now, there are so many things which will not benefit. Because they're the ones who are running football in Kenya. Unaona? Regardless of unampenda ama simpendi. But wametuambia tufanye nini? Tunasema tunahona the person who's in charge. How ndio government wetu. So we'll have to honor. There are good things that wanafanya, kuna bad things that wanafanya. Every time is a learning process. Are they ready to listen? To be corrected. Those are things again zinakuja. Unaona? But for me nikiangalia vile nianza ball na mali sasa inakuja ati me am an instructor ule nimetichwa nao. Si kwangu pekee. Unaona? Kwa wase wengine ni a plus. But hakuna maleti everybody is 100%. No. Tunadanganyana. Maplayer wengi sana Buso wanachezea nje wa Kenya. Wengi sana. Hata South Africa kuna kawa wengi. Mandela na Akumu wanachezea South Africa. Do you think enzi yenu kama mngekuwa wengi hivyo ball Kenya ingekuwa faa sana? I think mimi nitasema one thing. Nitasema kitambo pia naweza kuwa na blame kwa generation yetu. Naweza blame the former wale walicheza mbele yangu. Get kwa sababu ukiangalia kitambo hao walikuwa wanacheza ball wapate job kwa hizo corporate company. Railways, Chemuza Askari, KPA, KQ, unaona sasa ilikuwa kikoso ilikuwa kama ndio World Cup. Ilikuwa ni either Railway, Posta ama KQ. Railways sasa. Unaona? So hiyo I think ndio ilikuwa inachangia. Lakini wako naangalia ile idea kusema nataka kutoka nje. George Weah, His Excellency George Opong Weah alicheza hapa kwetu. At that time alikuwa Monaco. Unaona? John Bobby Ogola alikuwa na Mark. Unaona? But mimi nasema wale walikuwa ni kama tuko comfort zone. Kwa comfort zone ukipata job Railway uko sawa. Unaona? Siku ya retrenchment ilipokuja all the former players nilifanyika. Walienda mtaa. Because ilikuwa hata ukimaliza 8 usipomaliza form 4 na yeye ni player mzuri utafix tu hapo job. So mali walipokuja kutafuta makaratasi nilifanyika. But mungekuwa naangalia wanatoka nje. Michael Kotha alianza Middle East. Mimi nikatoka nikaenda South. Wachezaji wakaona pia kumbe tunaweza toka. Unaona? So mchezaji anacheza ball sasa kijua hapana. Huyu tayari kama anatengeneza nyumba, huyu tayari kama anafanya nini. Unaona? Sio zile vitu wanaangalia. Nataka kucheza mimi kama mtoto wa sawa sawa. Nataka kuwa kama Mugabe, nataka kuwa kama Joan Omolo, nataka kuwa kama Mandela Kikamina, ana gari yake, ana nyumba yake, yuko sawa. Unaona? So watu kwanza mimi naweza sema watu let down. Football ilikuwa nacheza tulikuwa tunakonka Uganda, Tanzania, Zambia hawa, Malawi hawa. Hata wetu kina Abasa yeye alikuwa anashika vipoa hapa, angekuwa anashika wapi sasa? Tungekuwa na cousins wetu wale wako kule nje. Majuu. But sisi kutoka tunaonyesha wase wengine hata ukiwaambia ende South exposure hawataki kwenda South because on South hakuna tu. Unaona, nataka kwenda Belgium, nataka kwenda Sweden, nataka kwenda Russia, nataka kwenda wapi because unaona tuna think far. Think hiyo ndio hatukupata. But tuliwafungulia wakaanza kwenda. Wameenda. Na wanapata pesa yao fiti sana. Ni enzi yao ni their luck ama ni siku zao sasa. Wengine wakitoka watakuwa kupata mali wanapata 10 million a week. Unaona because watu wengine walishaonesha. Tukimalizia Musa, kitambo boli kiwa hapa Kenya unapata president alikuwa na kama anawapiga support. Mkiwa tu president mnajazika, anasema gari zote zifunguliwe. Do you think pia leader of the country kampale grau kuna ball maplayer kama wanapata kile moral?
Moja naweza kupatia example, ukiangalia Budako amecheza bola alafu Budako ametokea. Ile agita, unajua. Already on the pocket side sisi kwa kwanza tuko happy. Najua leo tukipiga tu ngoma poa, lazima kitu katoke. Hata tumeona Prezi, sikia ngatu mtu haizi shindo kama Prezi amekaa. Regardless of whatever, ile mara nyingine ilikuja extra. Ama uko na girlfriend ama uko na wife na tu wife yako amekaa mkoanja. Au unasemaje leo uongo mbaya? Leo wenyewe uongo. Leo nikudiria team. Kama mbaya. Tukiangalia kama yani kwa pale as our father sasa of the nation, ilikuwa ni a great achievement. First of all, kwanza kuacha job yake ukam, inamaanisha alikuwa na follow whatever is happening. Set the current a follow, but presence yake ilikuwa na matter a lot. Muona, but nile design yenyewe unaona hapana. Jamaa leo leo lazima tutu, unajua kufa dereva kufa makazi. Hiyo lazima. Hiyo na ilikuwa tu lazima. Yenyewe uoga tu uongo mbaya. Yenyewe ilikuwa uwezi toka hapo TV hivi. Lazima tu tutatoka down. Kama tuko down, jamaa tuwezi lose mbele ya Prezi. Tutoke draw. Tutoke draw. Hiyo ni uongo. Hiyo ni jina mbaya. Manze. Na ataenda ile tumeleta atarudi nayo. Hiyo unajua tu ukishachapa mtu. Kapini aje. Shika. Ngori. Musa, nataka tumalizie show. But sitaki kumalizia kazi jauliza story ya Harambee Stars. The current Harambee Stars wanadu fit, lakini hizi game mbili tumecheza home and away na Comoros. Hiyo ya home nilikuwa mistakes zilikuwa pale, nililaka tu kwa nao mimi kuniuliza, but pia kulikuwa na mistake mbili tatu. Wewe umekuwa coach pale na umekuwa player pale. Current Harambee Stars, what are they lacking? I think vile nasema is not like what are they lacking. Nasema pia hii COVID imechangia a lot. Unajua, okay, mtu anasema ile timu nyingine ilishinda na wengine wetu hakuna nini. Unajua, hatukupata pile input time ya hiyo preparation, but nasema unajua game ndio inakupatia training session yako. Unajua watu wakikam, ilikuwa ni mambo ya COVID, key players walikuja late, wengine walikuja wako train, unajua, but hizo zote ni sababu zimekamini, but there is a reason why. Mimi nasema the bigger picture, I was with the team. Ile team tulikuwa majority of the guys ukiangalia ni one age group. Naona akina Kalaba, Mandela, Mugabe, Origi. Unajua in a generation kama ile yetu ya 97. In a generation wakienda kupigana Ghana, hatuko tuna pack the bus vile tulikuwa tunaendaga. In a generation imekuwa so exposed. Wachezaji wanacheza big leagues. Unajua tuko very lucky kuwa na wachezaji kama hapo. Mind you, imagine at all kuna zaona kuna siku Kenya inaweza chezesha mchezaji mmoja locally na wengine wote ni mapro, so kuna big plus, si ndio? It's just a matter of players need kujituma more zaidi. Unajua kuangalia tuko na taifa tumepata kidogo, kuna watu wanaoangalia, so let's work together as a team na believe bado time iko watu wa perform tu vizuri, because unajua unajulikana kulingana vile perform. But ni a generation ile inaweza tupeleka mbali, watu wakiwa pamoja vizuri. Yes, kumekuwa na hiccup one or two things, again ziko poa, but naweza sema guys, I was with you guys, niko kwa your position, we still to soldier up na to moral na mjiweke mahali, at least ukitoka ukimaliza unasema jamaa nili fight the good fight. Unajua usiseme ati I wish I knew, tulipata opportunity hatukutumia. Kama tuko kwa hiyo kiwanja tunaweza badilisha whatever is inside the pitch as players, ili iko outside what people are talking about tujaribu kuiavoid. Inaweza tusaidia sana kama players. Still I'm your captain, I'm your coach, na we can still make it. 2 games tuko nazo home and away. Egypt tunakam home, sisi tunaenda Togo. Hiyo game ungekuwa pale kama coach, nitaka gani ungetumia? Ama ungemelima player before nikuulize kama nimetoka mahali nimeulizwa sema swali about Ghost Mulee, about Harambee Stars. Mtu watu wamenipata different opinions. Wanasema Ghost Mulee a coach siku hizi, but hizo Ghost Mulee bado na coach. Hiyo ni kitu watu wajui. Ghost Mulee bado na coach. Wewe kama ni wewe ungekuwa ile position, Egypt tunakam, tutoka nao kwa draw, tunaenda Togo. Wow, again nasema it is about planning. Unajua una plan, and then ukisha plan, hiyo plan umeplania nayo unaweza execute aje. Question unajiuliza, unajua anaenda kucheza very crucial match. Hii match nacheza nao, niko na players wanaweza kucheza hii match. Because hii si match yako, hii naweza sema ni match ambayo ku differentiate between boys and men.
I get, because ni either we get good results tunacheza at home. Unajua ni game ya pressure sana, but again each and every game is a pressure game. Mimi na believe again, unajua sometimes ukicheza na small nations, hakuna nation pia ni small kwa football, hakuna vile unaweza kuwa motivated. All those players wanaitwa wanajua nini iko at stake. You get, tujipange vizuri vile tunafaa kucheza. Kama najua kuna vitu siwezi kosa wa coach, but tuko juu tunaweza cheza bola aje, tuko chini tunaweza cheza bola aje, tuko draw tunaweza cheza bola aje, tuna lead tutacheza aje. Unajua those are things ile tuna need kuangalia, unajua na ni kitu kinaweza saidia sana. Tuna analyze game, unaona sasa tumefungwa, tunaweza organizaji nani anafaa kucheza, nani anafaa kutoka. So hizo ni vitu lazima tuangalie tukiprepare for the next game ile na come, because itakuwa more difficult tukijipanga tu vipo hivyo. I think morale itakuwa mmoja wa Kenya na tofani sana. Wakenya wanazame job ya kocha wa Harambee Stars kwa rahisi hata ni ngumu. Hiyo ndio job ngumu mtu anaweza fanya hii Kenya, kwa kocha wa Harambee Stars hata kukulinda, because unajua tulisema about the EPL na whatever. Ma fans ni ma coaches, but ukienda pale ni totally different scenario. But if you can come together na tusaidiana kwa all those ideas tuko nazo, because mimi nikiangalia coach wa Germany akitoka World Cup alichapwa, hakuperform vizuri na hakukuja maybe akasakiwa. Walikuja as coaches, top coaches, wakakaa pamoja wakaangalia what is the problem, what is the solution. Let's just prepare well with good tools zinaweza tupatia a good result, because ukisucceed wewe hata uko coach ama uko ni assistant na watu walikupatia usaidizi, maybe hata ni groundsman alikwambia huyu chali uko down ama vingine, itakuwa ni mtu mmoja, hatuwezi succeed pamoja. Let's help each other as a nation, because sasa tunalia kama Kenya, atuli kama ghost ama our president. Unajua kuna mtu anaweza kuiko chini mali but ana idea. Let's get those ideas zitusaidie kama nation. Mzuri, tumemaliza show, but nilikuwa nimesema player watatu wenye ushacheza nao kwa fit. Wow, I think hapo unaniweka mahali pengine yani. Pia uangalie umenje pia ukimalizia encourage wale, yani upatie hopes mafans hapo nje. I think mimi naweza sema unajua nimecheza na totally different generation. Maybe sikuita jina yako, but najua somehow ni learn something from you. But ukiangalia kama Michael Koth, I think alikuwa kama an elder player to me. Vile alikuwa jiko kwa kiwanja, alikuwa so humble. Unajua nikiangalia there's a player called the late Abbas Hamisi Magongo, which I think mimi alikuwa anaitwa Mchonga. Niliplay kama a very young player to him. Alikuwa anacheza midfield. I really learned a lot from him. Those are players wale ningetakata generation ya sasa ungekuwa namuona vile anacheza. Again, somebody has been an icon to me again into football. Ni Samuel Molo Pamzo, currently the coach of Atujika Medagor. Sai interim coach wa Gor Mahia Posta. I think for me nikicheza hiyo 92 nicheza naye Rwanda, I'll make my job kwa more easier and have kupata kucheza naye pia Tusker na national team. Jua alikuwa anajua role yake vizuri outside na inside. Ndio nimekwambia kuna so many generation ya kina Baresi, ya my brother young brother Eric Omondi, unaona. So but in that top generation I think Lazenda now encourage majamaa hapo. I think for me guys nasema first of all enye to put God first. Pili, put your goals na angalia unatembea na nani. Get somebody who can motivate you, can push you. Nilipata that opportunity. Up to now nina mentor wangu when things are not okay na muendea. Jamaa tuko na talent in Kenya. Young boys, drugs zinatumaliza. How can we avoid that? Because talent iko Kenya mzima sana. But former players, coaches, if you can push about drugs na talent zetu zinaharibika sana juu ya drugs. Kuna mogoka, kuna whatever, call them. Please jamaa, let's help these young kids who are coming in. Let's be their mentor, let's be their coaches, let's be their counselor. Tuwasaidie wa reach their goals. May God bless you na mbarikiwe tu sana. So leo mwisho nilikuwa nimesahau. Vile uliretire, currently unafanya nini? Ambapo tupo jamaa pale mtaani. Jamaa, at the moment na thank God. First of all, I'm a believer. Na believe into God. I'm his ambassador in this world. Nilipatia my life to Christ in 2004. Kutoka siku nilijua my purpose into this world. Nina organization najita Kick Off to Hope, iko based into Dr. Kraft. Normally tunatumia the tool of football to preach the gospel, because mimi na believe as an ambassador of Christ in the world, au watoi mara hiyo waendagi kwa church. Tukasema church ni kwa kiwanja, wacha tupeleke church kwa nini? Whatever we are doing
gospel in the field inapelekwa kwa field. So mimi nimekuja hapa napatia vijana hope. Naomba God ndio kila kitu, kwa sababu at least now I know my purpose. Kitambo nilikuwa nacheza ball, najipatia that moral, naona ni mimi, but sasa nikiwin whatever I do to the Almighty. Kick off to hope, the main pentagon of it is about Jesus Christ. Tunacheza tu ball, lakini tunaona hii ball itaishia tu hapa, but we want eternal life. So jamaa, put God first, be blessed. So kona tujuni sahi maze, too bad the show imesha, basi itakuwa kwa YouTube. Tumekuwa na Captain Musa Otieno, amesema story mob sana. The guy is a believer, the guy amenikarajiwa stay pale mtaani, the guy ametuambia his journey of football, na currently nimemrelease tu sahi kidogo tu aende. Nilikuwa nimeiba time yake because alikuwa na class, anafundishanga, akona class hapa Vepa, so ndio alikuwa anafundisha, hata nimeiba time yake, but I'm glad tumefanya naye interview. Is one of the people wenye wamechezea Harambee Stars, ile huwezi taja maplayer wa Harambee Stars bila kutaja Musa Otieno. Amekuwa pia captain wa Harambee Stars for the longest serving, is the longest serving Harambee Stars captain mwenye tumekuwa naye hapa Kenya. And sina budi mazee kulikunja hili jamvi vile Waswahili wanasema. And until next time, my name is Dantos, the show is Uga wa Sporty, and remember to follow us on Facebook, Instagram and on Twitter. Na nataka kuthank pia makameraman wangu wawili, Javin pale wakiwa na Vicman. Maze thanks man, and let's do this next week same place same time hapa CTN. Na remember Uga wa Sporty tuko bado kwa field, yani tuko kwa kila kitu. Sasa tunaenda kila kitu kwa ground, tutakujua kwa ground ni nini before turudi kwa studio. See you and enjoy the rest of your evening.